Oh yes, so harigani mwanafamilia wa Mapro TV, asante kwa kuendelea kuwa sehemu ya channel yetu pendwa kabisa ambayo inakupa habari kemkem za kimichezo, burudani, matukio kadha wa kadha ambayo imekuwa ikitokea na tumekuwa tukiweka hapa kila siku. Nikuombe kwa mwanafamilia mpya ambaye pia hauja subscribe, kisha unabonyeza neno subscribe chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele ili usipite na taarifa muhimu ambazo tunaziweka hapa kila siku. Yes. Nakuletea taarifa mpya kabisa katika kipindi hiki cha usajili wa dirisha kubwa kuelekea mwishoni mwa msimu wa ligi kuu Tanzania bara NBC Premier League, ambapo muda huu tuna taarifa mpya kutoka katika idara ya habari na mawasiliano ya klabu ya soka ya Yanga ambayo inaongozwa na afisa habari wa klabu hiyo Ali Shaban Kamwe, ambapo tumedokezewa wachezaji kadhaa ambao tayari wameweza kumwaga wino ndani ya kikosi cha Yanga na watakuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao wanakwenda kuunda kikosi cha Yanga kwa msimu ujao. Sasa tuende pamoja tukajadili na kujuzana ni nani na nani ambaye tayari amemwaga wino. Kwanza kuna jina la Mick Oseit ambaye huyu ni mchezaji wa Saint Lupopo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambaye nafasi anayocheza uwanjani ni nafasi ya kiungo mkabaji. Ni mmoja kati ya wachezaji hatari sana ambao wamepewa sifa kemkem za kipekee kuonesha namna gani ameweza kuwa na performance bora sana akiwa na Saint Lupopo, lakini pia amekuwa ni mmoja kati ya wachezaji tegemezi katika kikosi cha timu ya taifa ya Congo Brazzaville. Lakini namba mbili ni mchezaji ambaye anafahamika kama Adama Coulibaly, na huyu ni mchezaji wa kikosi cha Al Hilali Omdurman ya pale nchini Sudan. Nafahamu sana uwezo wa klabu ya Al Hilali na namna ambavyo wamekuwa wakifanya vizuri katika michuano mbalimbali ya kimataifa, na hivyo kufanya kwamba wachezaji wanaoweza kucheza katika kikosi hiko cha Al Hilali kuwa ni miongoni mwa wachezaji ghali na wachezaji hatari katika karia ya soka barani Afrika. Kwa hiyo Adama Coulibaly ni mchezaji namba mbili ama mchezaji wa pili kujiunga na kikosi cha Yanga, ambao tunaeleza kwamba tayari kila kitu kimekamilika. Lakini mchezaji mwingine ni aliyewahi kuwa mchezaji wa Yanga Stefan Aziz Ki, ambao tunaarifiwa kwamba tayari utaratibu umekwiva kabisa kuweza kumrejesha katika kikosi cha Yanga ili aweze kuitumikia klabu hiyo kwa mara nyingine tena. Ikumbukwe Stefan Aziz Ki aliweza kuondoka kutoka klabu ya soka ya Yanga na kusajiliwa na klabu ya Wydad Casablanca ya kule nchini Morocco, ambapo alihudumu kwa msimu mmoja tu na baadaye akaenda kule nchini Libya. Sasa mpaka hivi sasa hao ndio ambao ni uhakika wa 100% kwamba tayari wameweza kusaini kandarasi na klabu ya soka ya Yanga kwa ajili ya msimu ujao. Wengine ni tetesi tu, ambapo tumearifiwa pia kuna uwezekano wa Faisal Salum Feitoto kujiunga na klabu hiyo ya soka ya Yanga kwa sababu ameonekana katika moja ya ofisi za viongozi wa Yanga na haikuwa imejulikana nini ameenda kufuata, lakini yote kwa yote tutaendelea kukujuza. Ni kusihi tu kubonyeza neno subscribe kisha bonyeza alama kengele ili usahau kushare video zetu.